Joyce Meyer Ministries. Matamshi yana nguvu. Matamshi yako yanaweza kupeleka imani yako katika ufalme wa Mungu na kuwawezesha malaika wakusaidie, au matamshi yako yanaweza kupeleka hofu yako katika ufalme wa giza na kuachilia matatizo mengi zaidi maishani mwako. Matamshi yamejaa nguvu. Yanaweza kuponya, yanaweza kujeruhi, yanaweza kuleta uzima, yanaweza kutia mtu nguvu, yanaweza kumfanya mtu afe moyo, yanaweza kujenga, yanaweza kubomoa. Watu hupeana talaka kwa ajili ya matamshi. Familia husambaratika kwa ajili ya matamshi. Watu hupoteza kazi kwa ajili ya matamshi. Watu hupata hisia za kutokuwa salama na kutojiamini kwa ajili ya matamshi yaliyotamkwa juu ya maisha yao. Matamshi yana nguvu, na tunapaswa kuchagua matamshi yetu kwa uangalifu mkubwa, na ni wakati wetu wa kusimama na kuwajibika kwa ajili ya matamshi tunayokubali yatoke vinywani mwetu. Hakuna wezaye kudhibiti ulimi, tunahitaji usaidizi wa Mungu. Basi tunapaswa kuomba kila siku ili Mungu akusaidie kudhibiti kinywa chako, kwa sababu kusema ukweli, tunaweza kutamka mambo ya kipumbavu sana tukiwa tumekasirika. Lakini Yakobo 1:2, tafadhali twende hapo. Huwa tunazungumza kuhusu matatizo yetu kupita kiasi, lakini hatuzungumzi ya kutosha kuhusu kile ambacho Mungu ametutendea. Daudi alipokabiliana na Goliathi hakusimama mbele yake na kuanza kuzungumza kuhusu Goliathi na jinsi alivyokuwa mkubwa na silaha zake. Alizungumza kuhusu mambo makubwa ambayo Mungu alikuwa ametenda. Nimeua dubu na nimeua simba. Goliathi atamtisha nani? Tunazungumza kupita kiasi kuhusu tatizo lililo mbele yetu, lakini kile tunachopaswa kufanya ni kukumbuka mambo makubwa ambayo Mungu alitekeleza hapo nyuma. Baadhi yenu mmefikia mahali maishani mwenu ambapo shetani ana uhakika kwamba hamwezi kustahimili tatizo linalowakabili. Hamtaweza, mtashindwa. Lakini ukweli ni kwamba mmewahi kuwa na hisia kama hiyo juu ya mambo mengine maishani mwenu, lakini sasa mko hapa usiku wa leo kama washindi. Na naweza kuahidi kwamba mtashinda, kwa sababu Mungu tayari amesema hatawaacha mjaribiwe kupita muwezavyo. Lakini pamoja na lile jaribu, atafanya na mlango wa kutokea. Kwa hivyo acha kusema siwezi kufanya hii, jambo hili limenishinda. Kwa sababu kile unaposema hivyo, unachofanya ni kujiweka katika hali ya kuzidi kuwa mdhaifu. Unahitaji kusema naweza kutekeleza kile ninachohitaji kutekeleza maishani kupitia Kristo anitiaye nguvu. Hata niache peke yangu wala hata nitelekeza, na naweza kutekeleza jambo hili kumpitia yeye. Jisaidie kupitia matamshi yako, usijumize wewe mwenyewe. Yakobo 1:2 utaipenda. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkianguka katika majaribu mbalimbali. Hesabuni ya kuwa ni furaha. Kwa nini? Kwa sababu majaribu yako yana thamani. Ukichunguza kwa makini, utapata kwamba jaribio lako lina thamani. Na ningependa sana kuwahimiza kuchukua ukweli huo na muanze kuukiri. Unapokabiliwa na tatizo, unapokabiliwa na masikitiko au na hali ngumu, jifunze kwamba kitu cha kwanza kitakachotoka kinywani mwako kitakuwa, Mungu nisaidie kuona thamani ya majaribu haya. Kuna kitu kizuri katika majaribu haya, na nikikipata nitakizungumzia. Sitaki kuzungumzia mambo mabaya, sitaki kumpa shetani utukufu. Nafikiri huwa tunazungumza zaidi kuhusu kile ambacho adui anafanya kushinda kile ambacho Mungu anafanya. Hatupaswi kuzungumzia hofu, tunapaswa kuzungumzia imani. Kwa nini? Kwa sababu maneno yanayotamka yana nguvu. Matamshi yana nguvu. Matamshi yako yanaweza kupeleka imani yako katika ufalme wa Mungu na kuwawezesha malaika wakusaidie, au matamshi yako yanaweza kupeleka hofu yako katika ufalme wa giza na kuachilia matatizo mengi zaidi maishani mwako. Tuna imani, lakini imani hiyo ni lazima itumiwe. Kila mtu amepewa kiwango fulani cha imani. Nyinyi nyote mna imani, lakini imani yako haiwezi kukusaidia usipoitumia. Unaitumia kwa njia gani? Kupitia matamshi, kupitia maombi. Unatumia imani yako kupitia maombi yako ya imani, kupitia matamshi yako ya imani, na kupitia vitendo vya imani. Kuna faida gani kusema, mimi ni mwanamke mwenye imani, kisha unakiri hofu, shaka na kutoamini kila wakati? Si kwamba nasema usizungumze kuhusu tatizo lako. Nafikiri tumevuka mipaka kuhusiana na jambo hilo, na tumewafanya watu waone kana kwamba kama hawapaswi kusema kitu chochote. Kuna mwanamke mmoja alikuja kwangu siku moja ili nimpe ushauri, na akasema siwezi kukwambia tatizo langu kwa sababu siwezi kulizungumzia. Nilisema basi nitawezaje kukusaidia? Unaona, alikuwa amezingatia funzo hilo kiasi kwamba alifanya jambo la kipuzi.
Nilisema usizungumze kuhusu majaribu yako bila kusudi lolote. Ikiwa unahitaji kuzungumza na mtu kwa sababu unahitaji maombi sana, au hata kama unahitaji sana kuzungumza na mtu ili upate ushauri, basi sema ukweli. Naamini kwamba kuna wakati, na hasa sisi wanawake, ambapo tunahitaji kufungua mioyo yetu kwa marafiki zetu kwa dakika chache. Lakini hakikisha hutoi yaliyo moyoni mwako saa 24 kila siku. Na unapaswa kuwa mwangalifu unapofungua moyo wako, jinsi unavyozungumza na yale unayosema. Unapozungumza ni bora ukisema, hivi ndivyo ninavyohisi, lakini sitakubali kutawaliwa na hisia zangu. Najua Mungu ananishughulikia, najua yuko upande wangu. Kuna njia sahihi ya kusema vitu na njia isiyokuwa sahihi ya kusema vitu. Kwa hivyo tuombe tuwe na hekima katika matamshi yetu. Amen. Nitazungumza maneno ya hekima. Basi Yakobo anaendelea na kusema, Mungu atakusaidia. Haijalishi umejiingiza katika matatizo ya aina gani, Mungu atakusaidia. Mstari wa 5, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote. Kisha anaendelea na kusema, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Basi nimeangazia kifungu hicho kwa lengo la kusema kwamba kila unapojipata katika majaribu yoyote, kitu cha kwanza anachosema ni kuwa na furaha. Tafuta thamani iliyo katika majaribu hayo. Mungu atakusaidia bila, hata kama makosa yako ndio yalisababisha matatizo hayo. Ukiungama mbele ya Mungu, Mungu atakuwa mwema kwako. Yeye ni mwaminifu na atakusaidia kutoka katika matatizo hayo. Hiyo imaanisha hata kufundisha kitu chochote kuhusu jinsi wewe ndiye ulijisababishia matatizo hayo. Atakufunza mambo kadhaa. Huenda hata akachukua muda katika matatizo hayo kwa muda mrefu kidogo, ili iwe funzo kwako kwamba usifanye makosa hayo tena. Lakini tunapongoja kuwekwa huru na Mungu, hatupaswi kuwa wenye shaka na tukiri imani Jumapili kanisani tukiwa karibu na Wakristo wengine ambao ni marafiki zetu. Kisha Jumatatu tukiri shaka na kutoamini tunapokuwa karibu na marafiki zetu ambao si Wakristo. Kwa sababu tunapofanya hivyo, kile tunachopata ni mchanganyiko. Watu wengine huwa na imani kubwa wakiwa karibu na marafiki zao wa Kristo, lakini nyumbani wanakuwa watu tofauti kabisa. Na nitawaambia ukweli, ni kile kinachoendelea katika siri ndicho kinaathiri hali zetu zaidi kushinda vitendo vyetu bandia tunavyotenda Jumapili asubuhi. Hampigi makofi. Wangapi kati yenu wanajua kwamba tunapoenda nyumbani, hapo ndipo utu wetu halisi unajitokeza? Jamani sasa. Biblia inatufunza wazi kwamba hata Yesu alipokuwa katika majaribu, aliamua hata zungumza sana. Isaia 53, alionewa lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake kama mwanakondoo apelekwaye machinjoni. Katika Yohana 14:30 aliwaambia wanafunzi wake, wakati ambao nimekuwa nikizungumzia umefika. Hivi ndivyo Biblia inasema katika Yohana 14:30, mimi sitasema nanyi maneno mengi tena. Nilikuwa nashangazwa sana na usemi huo mpaka hatimaye nilielewa kwa nini alisema hivyo. Alisema kwa kukusudia kwamba napitia hali ngumu wakati huu. Ni hali ngumu sana. Niko chini ya shinikizo kubwa. Hisia zangu ni nzito sana. Unafikiri hakukumbwa na hisia nzito? Hebu mtazame katika bustani ya Getsemani. Biblia inasema kwamba alimwambia Mungu, niondolee kikombe hiki. Ikiwa ni mapenzi yako, niondolee kikombe hiki, niondolee. Lakini kama ni mapenzi yako, basi na yatendeke. Alikuwa anapigana vita vya kihisia na kiakili ambavyo vilikuwa vikali. Vita hivyo vilihusu kama atatoroka mwito wa Mungu au atatii mwito wa Mungu, na vilikuwa vikali kiasi kwamba jasho lake lilikuwa kama damu. Hatujui maana ya kupinga dhambi hadi tuipinge kwa kiasi hicho. Kwa hivyo yeye anafahamu uzito wa vita. Lakini cha kusisimua kwangu ni kwamba alipokuwa katika vita hivyo vya kihisia na kiakili, aliamua kufunga kinywa chake. Na ukisoma Yohana 14, hivi ndivyo anavyoongezea kusema. Anasema, shetani hana kitu kwangu. Basi alikuwa anasema nini hapo? Ni dhahiri kwamba alikuwa anasema, sitafungua kinywa changu na nimpe nafasi. Sitampa kitu chochote cha kutumia dhidi yangu. Mpango wa ukombozi ulikuwa hatarini. Sijui ni mara ngapi huwa tunaharibu mpango wote wa Mungu kwa sababu ya kutofunga vinywa vyetu. Jamani, sasa unahitaji kununua CD hii na usikilize mara moja kila wiki.
Unapokabiliwa na majaribu na hisia zako ziwe zinapanda juu, nenda ujifungie chumbani na ujizungumzie wewe mwenyewe. Piga magoti na useme, Mungu nipe neema ya kutamka maneno mema. Unajua uchungu nilionao. Unajua jinsi hali hii ilivyo ngumu. Pengine utakuwa unaenda mahali ambapo kila mtu atakuwa anakuuliza, unaendeleaje? Unahisi vipi? Unaendeleaje? Nilisikia kuhusu hali yako. Itakubidi uwe na majibu sahihi, kwa sababu wakati huo, jamani, ni rahisi kutaka kusema yote ili mtu akuonee huruma. Nyinyi nyote mmekaa hapo mkisema, naelewa, najua jamani, bado na safari ndefu mbele yangu, na mimi pia vivyo hivyo. Unajua, nafikiri wengi wetu tumekuwa kanisani kwa muda mrefu sana, tuko sawa mpaka majaribu yanapokuja. Lakini nawaambia, na nilisema jambo hili saa chakula cha mchana, tulikula pamoja na Darlene, na wakati mwingine huwa tunazungumza kuhusu mambo yanayojiri duniani na yale mambo tunayofikiri yatatokea, na aliniambia jinsi alivyokuwa amesisimuka kuona kile ambacho Mungu atatekeleza, na nilisema, na unajua, naweza kuhisi ndani ya roho yangu kile ambacho Mungu ananiambia nifunze. Naweza kujua vitu fulani kwa njia hiyo, na nawaambia Mungu ameniongoza kufunza mafunzo haya kuhusu kinywa. Ujumbe huu umetoka mbinguni. Ujumbe huu sikutoa tu kutoka kwa draw yangu. Naamini haya si mafunzo tu, bali ni neno kutoka kwa Mungu. Hata leo asubuhi Dave alisema mafunzo haya ni mapya kabisa, yana nguvu mno. Si kwamba nafunza kitu ambacho sijawahi kufunza hapo awali, lakini nahisi kuna uwepo mkubwa wa Mungu katika yale ninayofunza. Kwa nini? Kwa sababu tunaishi katika enzi ya vita vikali. Shetani anatukabili vikali, na ni bora tupate hekima ambayo Yesu alikuwa nayo na tuseme, wakati wangu umefika na nitafunga kinywa changu, kwa sababu sitampa shetani nafasi ya kuharibu maisha yangu. Kwa hivyo tuna uamuzi wa kufanya. Tunaweza kupata msisimuko wa hisia unaotokana na kusema mambo yetu yote, au tunaweza kukumbuka kwamba hakuna awezaye kudhibiti ulimi, na tunaweza kuomba na tuombe ili tupate neema ya Mungu. Mimi huomba mara kadhaa kila siku nikimwomba Mungu anipe neema ili nisitamke mambo ya kipumbavu. Nisaidie nisitamke maneno yasiyo na maana ambayo hayatanifaidi mimi wala watu wengine. Nimegundua kwamba wakati mwingine nikinyamaza zaidi, ndipo nahisi uwepo wa Mungu. Ni kitu cha ajabu. Nikinyamaza zaidi, ndipo nasikia watu wengine zaidi. Ukinyamaza, unaweza kujifunza kitu. Huenda ukasikia mtu akisema kitu chenye manufaa ikiwa hutakuwa unazungumza kila wakati. Tunasikia kile ambacho watu wanatuambia wanahitaji na hali zao za kimaisha ili tuweze kuwaombea. Na si kwamba nasema ufikie mahali ambapo uzungumzi sana. Niamini nikisema mimi huzungumza sana. Lakini najaribu kuwa na hekima zaidi katika mazungumzo yangu. Kumekuwa na wakati maishani mwangu ambapo Mungu amekuwa akifanya kitu ndani yangu, au amekuwa akinifunza kitu au akinionyesha kitu, kisha naanza kukizungumzia kwa haraka sana na nakiua. Hili hapa funzo kuhusu wakati unapopaswa kutoa ushuhuda wako na wakati wa kufunga kinywa chako. Wakati unamwona mtu ameugua kiasi kwamba yuko karibu kufa, huo si wakati unapopaswa kumwambia, unajua nini, karibu nipate maradhi kama yako wiki jana, lakini niliomba na Mungu akaniponya. Mmenisikia? Huwa nachoshwa sana na watu ambao hawajui wakati unaofaa kutoa ushuhuda wao na wakati wanapaswa kunyamaza. Kwa sababu wakati mwingine ushuhuda wako ni wakati wako wa kujigamba. Kila kitu tunachosema kinapaswa kujenga watu au kuwatia moyo. Kwa hivyo, wakati mwingine hutoi ushuhuda, bali unajigamba tu, na unapojigamba, unapoteza nguvu ya siri iliyo kati yako na Mungu na jinsi anavyokuweka kupitia neema na rehema yake. Sasa ghafla tunazungumza kuhusu kile nilichotekeleza na jinsi nilivyo mkuu na kile ambacho imani yangu imeniwezesha kupata, na Mungu anasema, "Sawa. Ni wakati wa kukuweka chini." Kwa hivyo, ushuhuda ni mzuri. Tunahitaji kutoa ushuhuda wetu, lakini tunahitaji kuutoa wakati unaofaa, na tunajua kwamba ushuhuda huo utasaidia katika kumuinua mtu mwingine. Tunahitaji kuzingatia zaidi kutowaambia watu ushindi wetu, ikiwa tunajua kuambia hivyo kutawafanya wajihisi vibaya zaidi, wala hakutawainua. Mithali 27:1-2.
Usijisifu kwa ajili ya kesho, kwa maana hujui yatakayozaliwa na siku moja. Mwingine na kusifu, wala si kinywa chako mwenyewe, mtu mgeni, wala si midomo yako wewe. Tunapofanya kitu kizuri, Biblia inasema hata usiache mkono wako wa kulia ujue kile ambacho mkono wako wa kushoto umefanya. Kila kitu tunachofanya tunapaswa kukifanya kwa utukufu wa Bwana. Tunapaswa kuwa tayari kukifanya kwa siri, ila tu kama itakuwa bora mtu mwingine kujua. Naamini kuna wakati mtu anabarikiwa sana akijua kwamba kitu fulani kimetoka kwako au umemfanyia kitu fulani. Basi hapa tena sisemi tuvuke mipaka. Biblia inasema katika Mathayo 5, na hii inaonekana kwenda kinyume na baadhi ya mambo haya yanayohusu kufanya vitu kwa siri. Vivyo hivyo nuru yenu iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kwa hivyo, si kwamba tunapaswa kuvuka mipaka na tufiche kila kitu, bali tunahitaji kuhakikisha mioyo yetu iko sawa, na kwamba tunapofanya matendo hayo, tusiwe tunayafanya ili tujionyeshe kwa watu. Biblia inasema, bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukishafunga mlango wako usali mbele ya Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye kwa siri atakujazi. Kitu kingine ambacho kinanitatiza sana ni wakati watu wanashinda wakitajataja majina ya watu wakubwa wanaowajua. Kwa sababu fulani, tabia hiyo hunikera sana. Unajua, mimi hujaribu kushirikiana na Mungu anisaidie nisitaje majina ya watu kabisa, kwa sababu najua hilo ni jambo muhimu kwa Mungu. Na naweza kutaja majina ya watu na niwaambie watu naozungumza nao na naowajua, na yamkini mtashangaa, lakini nafikiri nitapoteza nguvu ya uhusiano huo wa siri ambao Mungu amenipatia na mlango ambao amenifungulia ili niweze kunena juu ya maisha ya watu hao na kuwasaidia. Na hakuna mtu anahitaji kujua hayo ila Mungu na watu hao. Hilo si jambo ambalo mtu mwingine yeyote anahitaji kujua, kwa sababu nikilisema nitakuwa nalisema kwa lengo moja tu, ambalo ni kuwavutia. Ni mara ngapi tunasema mambo kwa lengo la kuwavutia watu na kuwafanya watu angalie na macho ya mshangao? Ngapi katini wako pamoja na mmakinike? Tunaua nguvu ya siri tunayoweza kuwa nayo kati yetu na Mungu, na hata sijui kama tunaweza kuanza kufahamu mambo ambayo Mungu anaweza kutufanyia na jinsi anavyoweza kutupatia nafasi ya kushiriki katika mambo makubwa ikiwa tutajifunza kuweka mambo yetu na Mungu sirini, ila tu kama ametupatia ruhusa ya kuambia watu wengine. Jamani, nafikiri hili ni jambo muhimu. Nataka uhusiano wa ndani zaidi na Mungu. Nataka aniamini na siri zake. Na kuna wakati wa kusema mambo na wakati wa kunyamaza. Katika nafasi yangu kama mwalimu, huwa nasema mambo mengi ambayo pengine mtu mwingine hapaswi kusema, na nafanya hivyo kwa sababu natumia mambo hayo kama mifano ninapofundisha. Na hata hivyo, huwa najaribu kuchunga kile ninachosema kwa sababu nina uhusiano wangu binafsi na Mungu pamoja na huduma hii ya kufunza, na hivyo basi nataka kuhakikisha nina uhusiano wa ndani na Mungu ambao na ufurahia. Yakobo 3:5 inasema, ulimi ni kiungo kidogo nao hujivuna majivuno makuu, na unaweza kuanzisha moto. Kisha kuna, ili tuseme mengi zaidi kuhusu jambo hili, tuangazie Yakobo 4:13. Naomba tuende hapo kwa sekunde moja. Hili ni jambo ambalo Mungu alinenea kulihusu miaka mingi iliyopita. Yakobo 4:13, haya basi ninyi msemao, leo au kesho tutaingia katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida. Walakini hamjui hata kidogo yatakayokuwako kesho. Uzima wenu ni nini? Maana ninyi ni mvuke, moshi, ukungu uonekanao kwa kitambo kisha hutoweka hewani. Maneno haya yanatoka mahali tunastahili kwa, sio? Badala ya kusema Bwana akipenda tutakuwa hai na kufanya hivi au hivi. Lakini sasa mwajisifu katika majivuno yenu. Kujisifu kote kwa namna hii ni kubaya. Kitu kingine ambacho hupaswi kufanya na kinywa chako, jambo rahisi sana, lakini yamkini pamoja na kulalamika, hili ni mojawapo ya matatizo makubwa zaidi tulionalo, na ni kwamba hatupaswi kutamka maneno hasi. Mazungumzo hasi hutuweka mashakani. Hesabu 13. Mbona usitoe ripoti nzuri? Mbona usitafute kitu kizuri cha kuzungumzia? Kuna habari mbaya za kutosha huko nje. Wakristo hawapasi kuongeza habari zingine mbaya.
Usije kwangu kuniambia mambo yanaharibika na dunia inasambaratika. Mungu ndiye anayetawala. Na hata kama kuna mambo yanayosambaratika, ni kwa sababu inambidi Mungu yaachilie ili watu waamke. Na hata katika hali hiyo bado anawalinda wateule wake ambao wanamtumainia. Huenda si kila kitu kinaenda jinsi tunavyotaka, lakini hii sikutatize. Mungu atatulinda na atupe neema ya kuwa na furaha katika kila hali. Amen. Amua sasa hivi kwamba si lazima kila kitu kiende jinsi unavyotaka. Hesabu 13. Wengi wenu mnajua maandiko haya ikiwa mmesoma Biblia. Huu ni mfano mzuri. Waisraeli walikuwa wakitembea jangwani wakijaribu kufika nchi ya ahadi. Walipofika karibu na nchi hiyo, Musa aliwatuma majasusi. Aliwatuma majasusi 12 ili wachunguze nchi hiyo, waone kama ni nzuri kama vile walivyokuwa wameambiwa. Basi walienda huko na wakachunguza nchi hiyo na wakarudi, na 10 miongoni mwao walikuwa na ripoti mbaya na 2 walikuwa na ripoti nzuri. Hiyo ndio asilimia tunayopata. Watu 10 wenye mtazamo hasi, asilimia 80 hasi na asilimia 20 nzuri. Sijui nini kitatendeka kama kila mtu kanisani atakuwa na mtazamo mzuri. Sijui nini kitatendeka kama kila mtu katika familia atakuwa na mtazamo mzuri. Mstari wa 27, wakamwambia wakasema, tulifika nchi ile uliyotutuma na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. Lakini King James inasema hata hivyo. Unajua watu wenye mtazamo hasi daima wataona ubaya wa kitu, haijalishi ni kizuri kiasi gani. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. Amaleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Mhiti na Myebusi na Mwamori wote wako huko, na Mkanani pia. Mstari wa 30, Kalebu akawatuliza watu. Kalebu alisema, shh, msizungumze hivyo. Akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda huko, watu hao ni wakubwa sana. Basi bila shaka Yoshua na Kalebu peke yake ndio walikuwa wanamuona Mungu. Hao wengine walikuwa wanaona majitu. Na walisema, hatuwezi kupigana nao. Na Kalebu alisema, tupande huko mara moja. Tusifikirie kuhusu jambo hilo. Tusiwaangalie majitu hao. Tuweke macho yetu kwa Mungu. Napenda jinsi alivyosema, tupande mara moja tukaitamalaki. Na napenda kile Daudi alisema alipokabiliana na Goliathi. Biblia inasema alikimbia haraka na kwenda mbele ya Goliathi. Wakati mwingine huwa tunaangalia hali zetu kwa muda mrefu kupita kiasi. Huwa tunazungumza kuhusu majitu kupita kiasi. Tunawaangalia majitu sana kiasi cha kutufanya tuogope. Unahitaji kuona kile kilicho moyoni mwako na ukifuate. Kama singefanya hivyo, bila shaka singekuwa hapa leo. Ni sharti ufuate kile kilicho moyoni mwako na uchukue hatua ya imani, na utagundua kwamba Mungu atakuwa na wewe. Sasa mstari wa 32 unasema, wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya. Basi Mungu anaita ripoti hasi ripoti ovu. Waefeso 5 inasema, neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu. Basi hiyo inajumuisha kitu chochote kilicho hasi. Unafikiri ni nini kingetendeka kama tungeacha kulalamika na tuache kuwa na mtazamo hasi? Tungetoka hapa na vup. Tufike hapa, nasema utapandishwa cheo. Utapandishwa cheo kwa haraka sana. Kusema ukweli nawaambia, naweza kuona hii sasa ni kama maono jinsi tunavyojikosea sisi wenyewe. Kumbuka nilisema leo asubuhi kwamba kila kitu ambacho Mungu anatuagiza tufanye ni kwa manufaa yetu. Nikikwambia usilalamike, usinungunike na usitafute makosa, ni kwa faida yako. Mungu akisema usisengenye wala kuhukumu, ni kwa faida yako.